Anasema wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Bwana na alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kukaa mahali ulipo katika jina la Yesu. Watu wa Mungu, tutakuwa tuna wakati mzuri sana, na wale ambao tumekuwa tukifuatilia tunafahamu kwamba tunaendelea na mtiririko mzuri wa somo letu la kuenenda katika roho na nguvu. Kuenenda katika roho na nguvu. Na leo ni sehemu ya 6 ya somo hili, na nitakuwa nikizungumza na kufundisha juu ya kichwa kidogo katika sehemu hii ya 6. Kinasema muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Kichwa kikubwa ni kuenenda katika roho na nguvu, sawa? Lakini kichwa kidogo kinasema muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Na kama unakumbuka, kabla ya Jumapili ambayo wamama walikuwa wanasimamia ibada hapa na ilikuwa nzuri sana, tulizungumza juu ya swali katika sehemu ya 5 ya somo hili. Kuna swali tulikuwa tunalijibu, kama Roho Mtakatifu anaweza kumwacha muamini. Hilo ndilo swali tulikuwa tunaangalia na kulijibu, na tukagundua kwamba Roho Mtakatifu hawezi kwa hali zozote zile kumwacha muamini. Maana yake hata nyakati ambazo muamini anakosea, Roho huendelea kuwepo na muamini. Hata nyakati ambazo muamini anapungukiwa na kupungua, Roho huendelea kuwepo na muamini, kwa sababu maelekezo ya Yesu Kristo yalikuwa wazi sana. Yanasema nitamleta huyo Roho ambaye atakaa na nyie na atakaa ndani yenu hata milele. Atakaa na nyie na atakuwa ndani yenu hata milele. Kwa hilo neno milele, hilo ni msingi wa ukweli kwamba Roho Mtakatifu hajawahi wala hawezi kumwacha muamini. Ingawa hata hivyo, kudumu kwa muamini katika maisha ya dhambi, kama ataamua kuifuata njia hiyo na kuacha kusikiliza maelekezo ya Roho Bwana, baada ya muda fulani, hili jambo linaweza ikampelekea muamini katika kupoteza nafasi alionayo mbele za Mungu. Na niweke mambo sahihi hapa. Hapotezi nafasi kwa sababu Mungu amezubaa katika kumlinda yeye na wokovu wake. Anapoteza nafasi kwa sababu ya hiari yake, ameamua kuipuuza neema. Tofauti na watu wengi wanavyofundisha na kuamini kwamba mtu anapokuwa tu ameokoka hawezi akafanya mwenendo wowote ambao ukamtoa katika mkono wa Bwana. Mimi na sisi tunaamini kwamba wokovu una hiyo neema ya kumshikilia mtu katika nyakati zake zote za udhaifu, as long as huyu mtu ataendelea kutunza unyenyekevu kwa Roho Mtakatifu na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Siku ambayo huyu mtu ataamua kuipa kisogo njia ya wokovu na kuachana na kujibidiisha na zile nidhamu zote za kiroho, anaweza akapoteza nafasi. Sio kwa sababu Mungu hapendi, no. Anaweza akapoteza nafasi kwa sababu yeye na hiari yake wameamua kujitoa mahali pa nafasi. Kwa mtu anapookoka, haimaanishi kwamba anakuwa kama robot, kwamba anafuata tu kile ambacho Mungu amemwandalia. Mtu aliyeokoka bado anaendelea kubaki na maamuzi yake, na katika uwezo wa maamuzi yake anaweza akaamua kuacha wokovu. Na katika hiyo point sasa ndio tunaweza tukaanza kuona kule kusizi kwa utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yake. Nimesema tunaweza tukaanza kuona kule kusizi kwa sababu hata huo utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yake haukatishwi tu mara moja, hapana. Huwa inaenda ikipungua kwa kadiri ambavyo moyo wake unazidi kuwa ngumu. Kwa leo katika sehemu ya 6 ya somo letu ninakufundisha kichwa ambacho nimesema muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Kichwa hiki kinaweka tu msingi kwamba muamini anaweza akasimama kinyume na Roho Mtakatifu na huduma ya Roho Mtakatifu. Ndio maana nimesema muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Maji yakikuwa yanaletwa kabla ya ibada. Asante sana, Mungu awabariki. Muamini anaweza akasimama kinyume na utendaji wa Roho Mtakatifu. Ndio maana hichi kichwa kwamba muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Kwa kanuni ya msingi sana ambayo tunatakiwa kuiandika na kuijua pale ni kwamba madhihirisho ya Roho Mtakatifu kwa muamini na kupitia muamini yanaweza kuathiriwa na muamini mwenyewe.
Hii ndio kanuni nataka uanze kuiandika hapo, kwamba madhihirisho ya Roho Mtakatifu kwa mwamini na kupitia mwamini yanaweza kuathiriwa na mwamini mwenyewe. Nini Roho anafanya ndani yangu mimi na nini Roho anafanya kupitia mimi kama chombo inaweza kuathiriwa na mimi mwenyewe. Ndio maana somo letu la leo linasema mwamini dhidi ya Roho Mtakatifu, likitengeneza na kuweka picha kwamba mwamini anaweza akasimama kinyume na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuliangalia last week tukasema kwamba kama mwamini anaweza akatenda dhambi na Roho Mtakatifu asimwache mwamini, nini hasa hutokea kwa Roho Mtakatifu aliye ndani ya mwamini? Nini hasa hutokea? Kwa tuliangalia baadhi ya mambo juu na leo nitakuonesha maandiko yanayoonesha kwamba mwamini anaweza akamfanyia Roho Mtakatifu ukatili na kumzuia kutenda na kudhihirika, na hiyo huwa inasababisha baadhi ya mambo ambayo tutayaona katika mahusiano ya mwamini na Roho Mtakatifu. Kwa katika ile wiki iliyopita tulisema hivi, mwamini anapotenda dhambi, Roho ni kweli huwa haondoki, lakini Roho aliye ndani ya mwamini huhuzunishwa na mwamini. Kwa mwamini ana uwezo wa kumhuzunisha Roho Mtakatifu aliye ndani yake. Hiyo ndio kitu ambacho tulikuwa tumeiangalia, watu wa Mungu. Sasa ninaomba nikuoneshe maandiko ambayo yanaonesha nini mwamini anaweza kumfanyia Roho Mtakatifu hata akaathiri utendaji wa Roho Mtakatifu. Kama mwamini anaweza kusimama dhidi ya Roho Mtakatifu, maanake kuna mambo mwamini anaweza akamfanyia Roho Mtakatifu na mambo hayo yakaathiri utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya mwamini na kupitia mwamini. Tuanze kuangalia andiko la kwanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza ambalo mwamini anaweza kalifanya kwa Roho Mtakatifu hata kuathiri utendaji wa Roho Mtakatifu. Mwamini kwanza, unaweza kaandika, kuna mambo matano tu ya haraka. Kwanza, mwamini anaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Mwamini anaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo mahali tulipoanza kusoma sura ya 4 ya Efeso mstari wa 30. Anasema wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Niliwaambia kazi ya Roho Mtakatifu kwa mwamini ni kumtia muhuri kwamba mwamini huyu anamilikiwa na Mungu. Kwa hiyo anasema wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa jambo la kwanza mwamini anaweza kulifanya dhidi ya Roho Mtakatifu ni kwamba mwamini anaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Jambo la pili ambalo mwamini anaweza kalifanya dhidi ya Roho Mtakatifu, mwamini anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Mwamini anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Bali na kule kumhuzunisha, mwamini anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Anasema msimzimishe Roho. Ni mstari mfupi sana. Msimzimishe Roho. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19 anasema msimzimishe Roho. Hilo ni jambo la pili mwamini anaweza akafanya dhidi ya Roho Mtakatifu. Kwa mwamini anaweza akasimama kinyume na Roho Mtakatifu. Mwamini anaweza akasimama kinyume na Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, mwamini anaweza kumjaribu Roho Mtakatifu. Mwamini anaweza kumjaribu Roho Mtakatifu. Mwamini anaweza kumjaribu Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 na tutaongezea pia kama mstari wa 9 pale. Anasema katika ule mstari wa 3, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Mstari wa 9, Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Jambo la tatu ambalo mwamini anaweza kalifanya dhidi ya Roho Mtakatifu, mwamini anaweza kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Mwamini anaweza kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Mind you, tulizungumza last week tukasema wakati wa wokovu ndipo mahali hasa ambapo Roho Mtakatifu hukaa ndani ya mwamini, hufanya makao yake ndani ya mwamini. Na kwa tendo hilo Roho Mtakatifu humgeuza mwamini
kuwa makao matakatifu ya Mungu, mithili ya hekalu na chumba kitakatifu cha patakatifu kilivyokuwa. Katika ile hekalu na katika mgawanyo wa hekalu ilikuwa inahesabika kwamba Mungu hapatikani kila mahali, anapatikana patakatifu pa patakatifu, ndipo mahali ambapo anaweza akadhihirika na anaweza akapatikana. Kwa katika Agano Jipya, muamini anapoitwa ni hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake yeye ndiye patakatifu, mahali ambapo Mungu anakaa na kudhihirika. Kwa muamini ni makao ya Roho Mtakatifu. Muamini ni nyumba ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa kosa ambalo muamini anaweza kalifanya dhidi ya Roho Mtakatifu ni kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu ambalo ni mwili wake. Kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu ambalo ni mwili wake. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wa 16 na 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mstari wa 17. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ni ninyi. Kwa jambo la 4 muamini anaweza kalifanya, muamini anaweza akaliharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Hiyo inaonyesha muamini kusimama kinyume na Roho Mtakatifu au kusimama dhidi ya Roho Mtakatifu. Nikukumbushe kanuni yetu ya msingi kwamba utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya muamini na kupitia muamini unaweza kuathiriwa na muamini mwenyewe. Kwa kama muamini hatasimama vizuri kusupport ama kuitikia vema kazi ya Roho Mtakatifu, ule utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya muamini huwa unakatishwa, unazuiwa. Na kama muamini atasimama vizuri kuipokea na kuitikia kazi ya Roho Mtakatifu, ule utendaji na madhihirisho ya Roho Mtakatifu kupitia muamini huwa yanafunguliwa. Na ndio maana nikakwambia wakati mwingine nikasema hatuna viwango, hatuna upako wa aina tofauti. Upako alionao mchungaji sio tofauti na alionao muamini wa kawaida. Sote tunao upako sawa, kwa sababu upako ni Roho Mtakatifu. Nini kinachotofautiana kati ya muamini mmoja na mwingine? Ni mwitikio wa muamini husika kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa muamini A akikosa mwitikio sahihi kwa Roho Mtakatifu, anaiathiri kazi ya Roho Mtakatifu ndani yake na kupitia yeye. Muamini B akiitikia vizuri kazi ya Roho Mtakatifu, anaufunua ule utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yake na kupitia yeye. Kwa muamini anaposimama dhidi ya Roho Mtakatifu, anaweza akalifanya hilo kwa kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu ambalo ni yeye mwenyewe. Jambo la 5 na la mwisho ambalo muamini anaweza akalifanya dhidi ya Roho Mtakatifu, muamini anaweza kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu. Muamini anaweza kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu. Muamini anaweza kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu. Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 29. 10:29 Waebrania. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabia damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Kumbe muamini anaweza hata akaipuuza damu ya utakaso iliyomtakasa. Kumbe muamini kwa namna hiyo anaweza akamfanyia jeuri Roho Mtakatifu kabisa. Na mara nyingi tumekuwa tukiyafanya haya kwa kujua na hata kwa kutokujua, kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu, ambaye hapa nimependa anamtambulisha kama Roho wa neema. Anamtambulisha kama Roho wa neema. Kwa mambo haya 5 dhidi ya Roho Mtakatifu yanaonesha mambo makubwa mawili haraka. Mambo haya 5 tuliyoyaangalia ambayo muamini anaweza akafanya dhidi ya Roho Mtakatifu yanafundisha na kuonesha mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, mambo haya 5 yanafundisha kwamba Roho ni mpole na mtaratibu mno. He is so gentle. Ni mpole na mtaratibu mno, kiasi kwamba wengi wamedhani kwamba ni kama huwa haoni, ni kama huwa hasikii, ni kama huwa hajui yale tunayoyafanya. Angalia, kama muamini anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu, maana yake Roho Mtakatifu amejilimit kwenye hiari ya mtu
na yuko tayari kutii kile mtu anachokitaka. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Yaani Roho ni mpole to that extent. Ni mpole kiasi kwamba anaweza akayaruhusu mapenzi yako yaamue uelekeo wako kama utaamua kwenda kinyume na mapenzi yako. Na ndio maana unaona mara kadhaa Roho anakushauri ufanye jambo fulani, wewe haulifanya hilo jambo, na hatukuoni ukichukuliwa kwa lazima na kupelekwa katika kulifanya hilo jambo na Roho Mtakatifu. Hatuoni. Roho anaongea na wewe mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu, unashupaza shingo. Kuna nyakati anaendelea kuongea na wewe na kuendelea tena kuongea na wewe. Kazi yake kubwa inakuwa ni kukushauri tu, kukushauri tu. Kwa kama umekaa mahali fulani unatarajia Roho Mtakatifu atakuja akuchomoe kwenye hiyo dhambi, kwenye huo mwenendo, kwenye hiyo tabia ulionao, akuchomoe katika namna ambayo wewe unakusudia, utakaa sana hapo. He is so gentle. Unapoonesha hauko tayari kumsikia, usitarajie muujiza wa aina yoyote. Nikufundishe vizuri hapa. Sasa ndio unaenda kufanya ile dhambi, upo njiani unaenda kufanya ile dhambi. Sauti ya Roho ndani yako inakwambia, lakini wewe umeokoka. Huu sio mwenendo wa wokovu. Je, hiki unachokifanya unaweza kusimama mbele za watu hadharani na ukakifanya ukinihubiri? Roho anakuonya, Roho anakushauri, Roho anakwambia. Ndani ya moyo wako unaisikia sauti inayokiza mwenendo unaoufanya. Lakini kama hautakubali ile sauti ikugeuze na kukuonesha uelekeo mwingine, sasa wewe ndio uchukue hatua ya kugeuka. Kama hautakubali hiyo kitu, usitarajie kwamba Roho atatokea kimeujiza atakulazimisha geuka huko, wewe umeokoka turudi nyumbani. No, hapana. Yeye anasema hatua ya utii unaifanya wewe. Kwa yeye akisema na wewe usichukue hatua ya utii, hakuna kitu kitakachotokea hapo. Hakuna kitu kitakachotokea. Na nimekuwa nikizungumza mara nyingi hiki, tunaomba nirudie tena kwa msisitizo mzuri. Kwamba mara nyingi tumekuwa tukitamani kumuona Roho akisema na sisi kwenye matukio fulani maalum ya nyakati fulani maalum. Labda nipo kwenye dilema fulani na ninachanganyikiwa, nichague A au B, nichague hili au lile. Nipo kwenye hiyo hali, natamani sana kumsikia Roho Mtakatifu. As a matter of fact, waamini wengi tunapowafundisha juu ya habari ya kumsikia Roho Mtakatifu, wengi huwa tunaamini kwamba tunafundishwa namna ya kumsikia Roho akijibu maswali yetu ya nyakati za dilema. Kwamba sasa natakiwa nifanye biashara hii au hii, nataka nisikie Roho akiongea. Ni kweli Roho anaongea nyakati kama hizo pia. Lakini kweli mambo ni hapa. Kama hauna uwezo wa kumsikia Roho Mtakatifu na kumtii kwenye sheria na maagizo ya neno lake ambayo yako wazi mno, hauwezi ukamsikia kwenye sheria zilizojificha wakati wa dilema. Umeeleka vizuri? Narudia tena. Uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu kwenye matukio ya wakati husika, matukio yanayokufanya uchague A au B, kushoto ama kulia, huo uwezo upo katika kumsikia Mungu kwenye mambo aliyoyaweka wazi mno. Kwa bahati mbaya, waamini wengi tunayapuuza maagizo ya Mungu yaliyo wazi sana, huku tukiwa na shauku ya kumsikia Mungu kwenye mambo ambayo hayako wazi. Yaani ni mambo fulani ambayo yananihusu mimi na wakati wangu na majira yangu ya muda huo. Ndio nataka nimsikie Mungu pale akisema, sasa hii biashara usifanye, fanya hii. Kama sikuzoea kumsikia Mungu kwa mambo yaliyo wazi, siwezi kumsikia Mungu kwa mambo yanayonihusu mimi kibinafsi. Haiwezekani. Uwezo wa kumsikia Mungu kwenye matukio muhimu na maalum unajengwa kwenye kuzitii sheria zake ambazo hazihitaji kusema hivi hapa nitajuaje kama Mungu anakataza hili jambo au anasema hili jambo. Hazihitaji hilo. Ziko wazi mno, ziko wazi mno. Kama unampuuza Mungu kwenye neno lake, hauwezi kumsikia kwenye mambo yako binafsi. Na ndio maana kila ukifanya unaenda unaangukia pale pale, kwa sababu umempuuza kwenye sheria zilizo wazi. Na Mungu atupe neema katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo Roho anaweza kuwa resisted, Roho anaweza kuzuiliwa. Ni jambo la kwanza. Ni mpole kiasi kwamba amejiruhusu hata mtu aliyemuumba yeye mwenyewe awe na uwezo wa kumzuia. Amejilimit hapo. Mbona huo upole wa Mungu jinsi unavyoenda? Yaani ni mpole kiasi kwamba alimuumba Adam, akampa hiari, na akajua wazi kwamba Adam ipo siku moja ataitumia hiari yake kumkosea, na wala Mungu hakumnyang'anya Adam hiari. Ndio upole alionao. Ndio upole alionao. Kabisa anakupa kazi ambayo anajua kwa sababu ya kazi yako utakuwa na kiburi kwa ndugu zako na kwa kanisa la Mungu. Anajua vizuri kabisa na hakunyimi kazi, anakupa hiyo kazi. Ndio kiwango cha upole alichonacho. Ni mpole kiasi kwamba amejilimit kwenye hiari zetu,
na ameruhusu tufanye chochote tunachoweza kumfanyia kulingana na maamuzi yetu. Na moja kati ya vitu vibaya tunaweza kuifanya ni kumresist, kumpinga. Jambo la pili ambalo mambo haya matano yanaonyesha kwamba Roho Mtakatifu si tu nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi au ni Mungu mwenyewe. Mambo haya matano yanaonyesha kwamba Roho Mtakatifu si tu nguvu. Sababu watu wengi tumekuwa tukimtazama Roho Mtakatifu kama nguvu, kitu fulani kinacholeta nguvu, au kama nguvu tu. Ndio maana waga nasema watu wasiofahamu identity ya Roho Mtakatifu huwa wanaweza kaingia kwenye maombi ya kujichimbia tu akitafuta kile kinachoitwa nguvu ya Mungu na sio kumtafuta Mungu mwenyewe. Yeye shauku yake ni kwamba watu wakisimama madhabahuni akipuliza pumzi hivi watu waanguke kwa sababu ya ile nguvu aliyoitafuta. Unajua, ukimtazama Roho Mtakatifu kama nguvu, utaona namna ya kuhusiana naye kila mara ni kumtumia, kwa sababu namna ya kuitendea nguvu ni kuitumia ikusaidie kuleta matokeo, si ndivyo? Lakini ukimtazama Roho Mtakatifu kama nafsi kamili, kama Mungu kamili, hautakubali uwe tu unamtumia. Ufahamu wako utageuka, wewe utajiweka mahali pa kukubali yeye akutumie. Kwa sababu kama nafsi kamili, kama Mungu kamili, anayo matakwa ambayo na wewe pia unatakiwa uyaache matakwa yake yazungumze na matakwa yako. Alafu matakwa yako yafuate matakwa yake. Sasa wengi tunamtazama Roho Mtakatifu kama tu nguvu ambayo nyakati napoenda kufanya huduma sitaki aniache, Roho niache naenda kufanya huduma. Kama tu nguvu ambayo tunaweza tukaitumia, lakini nyakati ambazo hii nguvu inatuita mahali pa siri, nyakati ambazo huyu mtu anatuita mahali pa mahusiano, hatuko tayari. Hatutaki kufanya mapenzi yake tukiamini yeye ni nguvu tu, haina inachotaka kama nguvu haina inachotaka. Ila sisi tuna shida nayo sana ya kuitumia kitu ambacho sio kweli. He is a personal being. Yeye ni nafsi. Ningesema kwa lugha rahisi kabisa, ningesema Roho Mtakatifu ni mtu. Sasa sio mtu kama wewe. Nimetumia neno mtu kwa maana ya kutaka ile nafsi. Ni nafsi ya Mungu. Kama alivyo Yesu, kama alivyo Mungu Baba, kama alivyo Roho Mtakatifu, hivyo ndivyo alivyo, hivyo. Ndivyo hivyo alivyo. Wengi tumefanya kosa, nitafundisha nadhani wiki moja au mbili ijayo, nikianza kuambia Roho Mtakatifu ni nani na nafasi yake katika utatu na kila kitu. Wengi tumefanya kosa la kudhani kwamba Roho Mtakatifu ni moja kati ya form za Mungu, yani ni moja kati ya namna ya Mungu, kwamba sijui niwekaje, tungekuwa tunaona beyond macho ya kimwili, na sasa tunamuona Mungu kwa jinsi alivyo katika utatu wake, tungewaona wote, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, and at the same time tungewaona wakiwa katika hali yao ya umoja ambayo hatuwezi kuwatenganisha. Kwa muda mrefu kanisa limetembea katika mentality isiyofaa, kudhani kwamba katika ule utatu Roho Mtakatifu anachukua nafasi ya chini kabisa baada ya Mungu Mwana. Kwa anaanza Mungu Baba, anakuja Mungu Mwana, anakuja Mungu Roho Mtakatifu chini, tukidhani kwamba ule utatu unatokea katika ngazi. Hapana, hiyo sio kweli. Kila sifa alionayo Mungu Baba ndio sifa alionayo Mungu Mwana, ndio sifa alionayo Mungu Roho Mtakatifu, na wote kwa pamoja ni Mungu mmoja. Kwa unapompuuza Roho Mtakatifu ni wazi kwamba unampuuza Mungu mwenyewe. Unapompuuza Yesu Kristo na neno lake ni wazi kwamba unampuuza Mungu mwenyewe. Unapompuuza Mungu mwenyewe ni wazi kwamba unampuuza Yesu Kristo na neno lake na Roho Mtakatifu vile vile. Kuna mtu mmoja akaniuliza siku moja, baba, naomba unifundishe na kunielekeza namna ya kumsikia Roho Mtakatifu. Nikasema siniwahi kuwafundisha namna ya kumsikia Mungu. Akasema yeye, nikasema hiyo ndio namna ya kumsikia Roho Mtakatifu. Hamna namna nyingine ya kumsikia Roho Mtakatifu tofauti na namna tunavyoweza kumsikia Mungu. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Haziko njia za kumwendea Roho Mtakatifu ambazo ni kinyume na vile tunavyopaswa kumwendea Yesu Kristo. Yaani hawa ni umoja usioweza kutenganishwa. Kwa Roho Mtakatifu is a personal being, ni nafsi. Na nikupe sifa karibia 3 za nafsi. Nafsi yoyote ina hizi sifa 3. Sifa ya kwanza, nafsi ina will, ina hiari
ama ina matakwa na mapenzi yake binafsi. Hiyo ndio sifa ya nafsi. Nafsi ina mapenzi yake binafsi. Kwa Mungu Baba ni nafsi. Ndio maana tunasema kuna nafsi tatu: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hizi ni nafsi, na kama nafsi zina possess hizi sifa tatu. Sifa ya kwanza ni hiari ama maamuzi ama matakwa. Maana yake ni kwamba Mungu katika uungu wake anayo mapenzi fulani maalum kwa ajili yako. Kama unatafuta namna ya kutembea kwenye maongozi ya kimungu, maana yake utembee kwenye yale yeye anayoyataka na wewe. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu eh? Yaani yeye anayo matakwa yake kwa ajili yako. Sababu yeye ni nafsi, ana kitu anakitaka. Kwa tunaweza tukamhuzunisha pale tunapoenda kinyume na mapenzi yake kwetu. Sababu yeye kama nafsi anayo mapenzi yake. Jambo la pili, nafsi yoyote ina hisia. Nafsi yoyote ina hisia, feelings au emotions. Nafsi yoyote ina hisia. Ndio maana utaona Mungu ana uwezo wa kupenda, Mungu ana uwezo wa kujua kuwa anapendwa, ana uwezo wa kupokea ibada yetu kwa sababu ana uwezo wa kuhisi. Ana uwezo wa kuhisi maumivu yetu. Anasema Roho utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kama anaomba kwa kuugua, maana yake ana uwezo wa kufeel yale unayoyafeel kuliko wewe unavyoyafeel. Hiyo ni nafsi. Na tunaona katika maandiko ambayo tumeyasoma, Roho anaweza kuhuzunishwa. Kama anaweza kuhuzunishwa, maana yake ana uwezo wa kuhisi. Asingeweza kuiona huzuni kama angekuwa hana uwezo wa kufanyaje? Wa kuhisi. Kwa Roho Mtakatifu anazo hisia. Anazo hisia. Tofauti na hisia zake, hisia zake ni za hali ya juu zaidi kuliko za kwako. Kwa hiyo anapofeel kitu, anakifeel katika ukubwa na upana wake. Jambo la tatu ambalo nafsi yoyote ina possess ni intelligence, uelewa ama ufahamu ama akili. Uelewa, ufahamu ama akili. Kwa hiyo wakati ule kwenye Mwanzo 2:7 Mungu aliposema na tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu, ile 1:26 kwanza inasema hivyo, alafu 2:7 ya Mwanzo anasema akapuliza puani mwa mwanadamu pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. The moment umekuwa nafsi, ulipossess matakwa ama hiari yako. The moment umekuwa nafsi, ulipossess hisia. The moment umekuwa nafsi, ulipossess uelewa. Vyote hivi vilikujia kwa wakati mmoja, kwa sababu ndio sifa hasa ya nafsi. Ndio sifa hasa ya nafsi. Watu wa Mungu, tunaenda vizuri hapa? Ndio sifa hasa ya nafsi. Kwa ndio unaona Adamu anapokosea anajificha, anasikia vibaya, anasikia hatia kwa sababu yeye ni nafsi. Unaona Adamu anauelewa na vitu mbalimbali, anaweza katika kiwango cha uelewa wake anaweza akaconnect na ule uelewa wa Mungu kiasi kwamba, hebu angalia ilivyokuwa ajabu hapo. Wakati Mungu amempa kazi Adamu ya kunemu wanyama, sawa? Mungu alikuwa amempa Adamu access ya kuingia kwenye ufahamu wake, na kwamba chochote ambacho Adamu anakisema kwa wakati ule ndio Mungu ambacho angekisema. Tunaelewa vizuri? Kwa hiyo usidhani kwamba Mungu alikuwa na jina lingine la tembo. Kile ambacho Adamu alisema huyu ni tembo ndio ilikuwa wazo la Mungu kwamba hichi kitu kitaitwa hivyo. Kwa hiyo alipomwambia Adam name hivi vitu, vipe majina, maana yake alimpa Adam access ya kuwa na ufahamu wake. Kwa kila anachokisema Adam ndicho kile ambacho kilikuwa ndani ya ufahamu wa Mungu. Ndio maana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16 anasema sisi tulioamini tuna nia ya Kristo ndani yetu. We have the mind of Christ. Tuna akili ya Kristo. Kwa sababu tuna connection, tunaweza kuwa na access na akili ya Kristo. Yako mambo ambayo kama Yesu angekuwepo duniani angeyasema na kuyafanya. Lakini kwa sababu hayupo, sisi tuna uwezo wa kuyasema, kuyafanya na yakawa, kwa sababu tumekuwa na access na ufahamu wake. Tumekuwa na access na akili yake. Tunaelewa vizuri? Na sehemu mojawapo ya mawazo ya Yesu Kristo ni nini anazungumza kwenye neno lake. Ukilielewa vizuri neno lake, unaweza ukaongea kama yeye ambavyo angeongea katika situation yako. Na ndio swali la kwanza la msingi la kujiuliza. Katika hali yote unayopitia, anza kujiuliza kama Yesu angekuwepo katika hali hii angefanya nini? Angeitikiaje? Angesema nini? Okay, mimi hapa ndio Yesu hapa duniani. Je, watu akiniona wanaweza kumuona Baba ndani yangu? Kwa sababu Yesu alimwambia Filipo, yeyote anionee mimi amemwona nani? Baba. Maana mimi niko ndani ya Baba
na Baba yuko ndani yangu. Mimi nilifundisha hapa na narudia tena. Kiwango cha muamini kupima mambo ya kufanya ama ya kuto kuyafanya kwa msingi wa kipi ni dhambi au kipi si dhambi hakipaswi kuwa kiwango chako katika jina la Yesu Kristo. Yapo mambo mengi ambayo sio dhambi kabisa na sio kwa ajili yako kuyafanya. Lazima ujiulize, watu wakiniona wanaweza kumuona Kristo ndani yangu katika hili ninalofanya. Ni kweli sio dhambi, lakini hili jambo linamfunua Yesu kabisa. Hivi nilivyovaa, hivi ninavyoonekana, hapa nilipo, kwenye ile eneo nililopo. Wewe unasema, mimi naenda tu kusikiliza muziki pale baba. Hapo ulipo, likilipuka pepo unaweza kaanza kukemea. Niliwapa ushuhuda siku moja, mimi na mama tulikuwa tunatamani kula kitimoto. Tunakulaga sana sisi. Na sio dhambi kula kitimoto. Ingawa sasa najua kuna washikadini wanasema kumbukumbu la Torati. Hapo tunapendaga sana kuchukua maandiko vinavyotufeva, alafu yale mengine tunayaacha. Kwa mfano kwenye ile habari ya mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume and vice versa. Mjadala ule ni mpana sana. Lazima ujiulize mavazi ya wakati ule mwanamke na mwanaume yalikuwa yapi? Sababu mwandishi hakuwa na picha ya sketi wala suruali unayovaa wewe leo. Na nilitoa mfano nikasema kwa Wamasai, Alhamisi nilizungumzia hiyo kitu, nikasema kwa Wamasai hakunaga shuka la mwanaume wala shuka la mwanamke. Tofauti ya yale mashuka ni namna wanavyojifunga. Lakini yote ni yale yale. Kwa unaona hilo andiko linaweza lisi-apply. Hilo andiko halita apply ile nchi inaitwa Fiji si kule ambapo wanaume vazi rasmi ni sketi. Sasa wewe ndio umepewa uanzishe kanisa kule na ubirije hapo. Si unaacha kazi ya Mungu. Kwa lazima twende beyond. Namna ya utafsiri maandiko inatakiwa kwenda beyond yale ya kimwili na misimamo ya madhehebu yetu. Hapa mimi sisemi kwamba wanawake wavae suruali ama wasivae. Mimi nasema hivi, watu wa Mungu mnielewe. Chochote unachotaka kukifanya usikipime kwa msingi wa kipi ni dhambi au sio dhambi. Pima kwa msingi wa kinaleta matokeo gani kwa kazi ya Mungu na kwa kuweka kama muamini. Hiyo itakusaidia sana. Nimeshasahau kwa naongelea nini? Kitimoto. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Kitimoto. Sasa tumetoka siku hiyo na mama tunasema tukale kitimoto mahali fulani. Tuliona tu matangazo Instagram kwamba bana pale kuna kitimoto nzuri na nini na nini. Tukasema twende tukale kitimoto pale. Bana tunafika pale, tukao tuna pikipiki kibiligileti. Okay. Vivyote tunaweka pale mawasiliano pale. Naogopa nisije nikawaambia alafu wote wakaenda sasa baadaye. Sawa, tukaenda pale bwana. Kweli kuna kitimoto nzuri na kwa kweli mimi nilikula mara ya kwanza kabla sijaenda na mama. Ni rafiki yangu mmoja alikuwa na kikao naye akasema tukutane pale. Kwa hiyo tukaenda mchana ilikuwa tukala nyama nzuri kweli kweli pale. Aisee mpaka mate yamejaa mdomoni. Hebu nawe meza mate. Yaani unajua utamu wa kitimoto ni ile kachumbari. Unaweza ukala kitimoto yote ukabaki na kachumbari mpaka ukatamani kwamba ningepewa tu kachumbari. Sawa, turudi hapo. Kwa mchana nikaenda nikala vizuri hapakuwa na usumbufu wote. Nikamwambia mke wangu twende pale, nimepaona ni pazuri. Usiku tunaenda pale. Tukakuta sasa pale jukwani kwanza kuna muziki, tukasikia muziki kuanzia pale. Tukasema pale kweli. Halipokuwa tulivu vile tunaenda pale tunakuta pale jukwani wadada wa FM Academy wamekaa pale. Wanacheza wamevaa vinguo mwisho huu kabisa wanacheza na nini na nini na nini. Tukaangaliana na mke wangu. Kayapa. Watu wanacheza utamu wa samaki, sio kichwa, kiuno na mkia. Alafu ile mkia ndo anageukia kwetu sisi tunakula pale anaonyesha mkia. Nikasema leo tukakaa hapo. Sawa? Sasa sikiliza nikwambie kitu kizuri mtu wa Mungu. Sisi tulienda pale kula. Na tungeweza kukaa kula. Tungeweza kukaa. Tumekuja kula. Ukija pale mezani kwetu unakuta kitimoto, unakuta soda au maji. Hamna bia, hamna chochote, ni kitimoto na vinywaji baridi vya kawaida kabisa. Lakini tulijiuliza swali moja, hivi akapita mshirika ama mtu anayetujua akatuona tuko hapo. Ina ushuhuda kweli? Tukaona hapana, haina ushuhuda. Tukaondoka. Haikuwa dhambi sisi kukaa pale, haikuwa dhambi. Tungeweza kukaa. Lakini tukajiuliza ushuhuda ndio kitu cha msingi sana. Kwa hata wewe pia mahali popote ulipo lazima ujiulize, hivi Yesu angekuwepo duniani angekaa hapa? Okay, na kama angekaa kwa mkao niliokaa mimi? Sasa mbona watu wakikuona pale hawaoni tofauti ya wewe na mazingira hayo? Sina paswa hiyo tofauti. Mbona watu nimepoteza rafiki zangu wengi mno. Nimewahi kuongea kitu mara nyingine kwenye muziki ya duniani. Mara ya kwanza
Wakawa nafikiwa na wana muziki wa duniani, njoo mtupigie live band huku, wanaenda tunajaribu kuongea na ndugu zetu. Hii kitu mbona ni kama haijakaa sawa? Yaani Jumamosi unakesha huku na Mario, Jumapili tupo wote kanisani leo tupigia kinanda na ibada inafanyika pale. Hii mbona haijakaa sawa? Wakasema unajua mchungaji, muziki ni kama professional nyingine tu. Yaani unajua kama ambavyo lecturer anaweza kufundisha vyuo vya watu ambao hawajaokoka na nini. Tukamwambia lakini ni kama kidogo muziki ni huduma ya moja kwa moja sana hii. Yaani tofauti na hayo mengine. Hapana, unajua alafu sisi ni nuru. Unajua nuru haiangazi gizani. Hayo maneno wanayapenda sana. Nuru haiangazi gizani. Haiangazi nuruni, yes. Nuru inaangaza gizani. Kwa lazima tuende, tutajuaje kama tumeokoka? Haya, wanaenda na ni kweli. Wiki mbili za kwanza wanaita dogo mlokole. Sababu wala tunaonekana. Hata tukipiga mipigo yetu tunaonekana ujamani wa kanisani. Inaonekana kabisa. Baada ya miaka miwili unakutana na yule ndugu anafanana kila kitu na wale. Hamna kitu afanana, kila kitu. Wengine mpaka mahereni wanapiga, mpaka vinywaji wanagonga. Lakini mtu ambaye mwanzoni alijidhania anayo nguvu ya kustahimili. Alijidhania hivyo kwamba mimi naweza nikakaa pale. Mimi na wewe unaweza kumbadilisha Jumakini. Wewe mwenyewe wokovu wako hakuupepea hivi. Tunapepea. Kanisani hauji tunakupepea. Tukikusema kidogo tu umekwazika tunakupepea, tunasema naenda Jumakini ataokoka. Wewe una akili. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kwa watu wa Mungu, kama Yesu angekuwepo duniani angefanya nini? Nilikuwa nazungumza juu ya intelligence. Nafsi ina uwezo wa kuelewa. Sasa leo niruhusu nikae kwenye hii sehemu moja tu. Wiki ijayo tutamalizia mambo mengine manne kwa neema ya Mungu. Muamini anavyoweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Ieleweke, sisemi kwamba huwezi kumuokoa mtu au kusababisha wokovu kwa mtu ambaye hajaamini. Unaweza, lakini kwa kweli huwa tunazaa kile tunachofanana nacho. Tunaelewa sisi watu wa Mungu tunazaa kile tunachofanana nacho. Tena wala hii tumeongea mara nyingi, wala usije siku moja ukajaribiwa ukasema unajua baba ninaye mchumba ambaye bado hajaokoka lakini naamini naweza kumbadilisha. Sikiliza, wewe huwezi kumbadilisha. Sababu ungekuwa unaweza kumbadilisha mpaka leo angekuwa ameshaokoka. Uponea kwenye mahusiano miaka 3 na mpaka leo hajaokoka. Na unasema unaweza kumbadilisha ndani, ubadilishe kwenye ndoa. Mtu ambaye hajambadilisha kwenye mahusiano ya urafiki kumbadilisha kwenye ndoa. Simu zitakuja kuita. Na Mungu atuepushe na hayo katika jina la Yesu. Sisi tulio kwenye ndoa tunafahamu ilivyo ngumu kumfundisha mtu uliyemuoa na kuolewa naye. Tu nikawa mfundisha mama gari, tunagombana siku hiyo. Tunagombana, naambia kanyaga hapa, kanyaga wewe mjinga, mbona mzito kuelewa? Sikiliza, usiniambie mimi mjinga tafadhali. Ama mimi naacha, kuliko mimi naacha, acha ndio nitakuwa naendesha mwenyewe, acha. Inaishia hapo. Ndio darasa limeisha, limeanza na kuisha. Darasa limeanza ili liishe. Sisemi haiwezekani. Neema ya Mungu ikikuruhusu inawezekana, lakini kama upo mahali pa kufanya maamuzi, fanya maamuzi. Amen. Sawa? Kabla hujaingia kwenye ndoa rasmi, kabla hujaingia kwenye mahusiano rasmi ambao tutaweza kukuambia bwana muachane. Ukiwa kwenye mahali pa kuchagua sisi vijana, chagua mtu ambaye mnaendana hadi imani tafadhali. Amen. Sababu hapo una uwezo wa kufanya maamuzi mengi. Usiruhusu hisia. Baba unajua nishampenda sasa baba, sasa ataamini kitu huko ndani. Sawa? Sawa. Nilikujaje hapo? Kumhuzunisha Roho Mtakatifu, Efeso 4:30. Sasa angalia haya maandiko ya Efeso 4:30 katika ukamilifu wa muktadha wake, utagundua kwamba yako mambo ambayo muamini akiyafanya yana uwezo wa kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Na katika sura hii ya 4 ya Efeso tutakaa hapa kidogo, mimi nikuoneshe baadhi ya mambo ambayo unapoyafanya yanamhuzunisha Roho Mtakatifu. Pengine ulikuwa unayajua na pengine mengine ulikuwa hauyajui. Lakini taarifa iliyopo ni kwamba mambo haya unapoyafanya yanampa huzuni Roho Mtakatifu. Kitu ambacho hakipaswi kuwa hivyo. Kitu ambacho hakipaswi kuwa hivyo. Watu wa Mungu tunaelewana vizuri? Kitabu cha Efeso huwa kinagawanywa katika maeneo mawili. Sura ya 1 mpaka ya 3 inaitwaga eneo la mafundisho. Pale Mtume Paulo anafundisha tu mambo yanayohusu wokovu. Alafu sura ya 4 mpaka ya 6 yenyewe inaitwaga ni practical part. Pale Mtume Paulo anawaita watu wayaishi mambo aliyowafundisha. Nini muamini anafanya kinamata mno.
Sura ya pili ya Efeso mstari wa 8 inamwambia muamini namna alivyookolewa. Umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo, kwa hiyo haupaswi kujisifu. Sura ya 4 inamwambia muamini uenende kama inavyostahili wito wa wokovu ulioitiwa. Kwa utaona kuna point katika wokovu, matendo huwa hayana kazi wala hayana maana kabisa. Na point hii ni pale ambapo mtu anataka kuokoka au mtu anaokoka. Mungu hakutuokoa kwa sababu tulikuwa tunatenda matendo mema na mazuri. Kwa hapo matendo yangu hayana msaada wala hayana maana. Lakini baada ya kuokoka, matendo yangu ni ushuhuda muhimu sana wa wokovu ulioingia ndani. Ni ushuhuda muhimu sana. Kwa hiyo paswi kupuuza matendo. Ndio anasema pale katika sura ya pili ya kitabu cha Waefeso mstari wa 10. Anasema kwamba tuliumbwa katika Kristo Yesu, sisi tu kazi yake. Maana neno tu kazi yake nilisema ni nini? Poiema. Sisi tu kazi yake ni kama kazi ya kisanii ya msanii. Sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Kuumbwa katika Kristo Yesu ni tofauti na ule uumbaji wa Mwanzo 1 na 2. Kuumbwa katika Kristo Yesu ndio kule kuzaliwa mara ya pili. Ndio kule kwa kiumbe kipya ambaye ya kale yamepita sasa yamekuwa mapya. Ndio kuumbwa katika Kristo Yesu. Wanadamu wote wameumbwa na Mungu. Yes, na Yesu Kristo alishiriki kwenye huo uumbaji. Lakini ni waamini peke yao ndio wameumbwa katika Kristo Yesu na kuwa viumbe vipya. Ni waamini peke yao. Kwa tumeumbwa katika Kristo Yesu, anasema tutende matendo mema ambayo Mungu aliyakusudia kwa ajili yetu tangu hapo awali. Kwa sura ya 4 ya Efeso inaanza na kuita mwenendo wa muamini. Na utaona sasa nikuonyeshe baadhi ya vitu katika sura ile ya 4 haraka haraka. Katika sura ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 16. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16, Mtume Paulo anauzungumzia na kusisitiza mwenendo wa muamini ndani ya kanisa. Kwa tunapouangalia mwenendo wa muamini huwa tunauangalia katika maeneo mawili. Mwenendo wa muamini katika jamii ya waamini wenzake na mwenendo wa muamini nje ya jamii ya waamini au akiwa na watu wasioamini. Hivi vyote vinahubiri juu ya aina ya juu ya wokovu alionao muamini. Juu ya viwango vya kiroho alivyonavyo muamini. Nini ninafanya katika kusanyiko na nini ninafanya nje ya kusanyiko matters. Hiki kitu cha msingi lazima tukielewe. Na ndio maana watu wasiolielewa hili huwa wanakuwa watakatifu tu wapo kanisani. Kule nje ya kanisa hawana time na utakatifu. Mpaka ukimwambia wewe umeokoka anasema nani? Mimi naendaga tu church unajua. Siku hizi kuna aina fulani ya wokovu, nilikuwa naongea na nani juzi. Nikasema kuna aina fulani ya wokovu ambao wokovu fulani wa fashion hivi, wa sister do na brother man hivi. Unakutana na jamaa ukimcheki kabisa lifestyle alionayo na kila kitu, haisemi kwamba ameokoka kwa kweli. Lakini yeye anasema nimeokoka, hata nipo kwa mchungaji fulani, anamtaja na mchungaji pale. Nimeokoka niko pale. Watu wa Mungu, lifestyle lazima iakisi wokovu tuliopokea. Sisemi kwamba usivae jeans kwa sababu mwenyewe anavaa jeans. Sisemi kwamba usivae hivyo unavyovaa. Wewe vaa tu. Kama unadhani kwamba hiyo haiumizi roho ndani yako na kuumiza watu wengine, vaa. Fanya chochote unachojisikia kufanya, lakini hakikisha hakimhuzunishi Roho Mtakatifu. Hakimhuzunishi Roho Mtakatifu. Kwa sasa angalia hapa. Sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 16 inaonyesha maisha ya muamini katika kanisa. Tumeyapa msisitizo sana haya maisha kuliko maisha ya kule nje. Na uhalisia wa mambo ni hapa. Ukweli wa maisha ya kiroho ya mtu huwa unaanza kuonekana Jumatatu. Sio Jumapili. Jumatatu. Ndio tunaanza kujua mtu ni nani kiroho. Kwenye hii sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 16, Mtume Paulo anasisitiza mambo machache yafuatayo. Kwanza, anasisitiza maisha ya umoja ndani ya kusanyiko la Mungu. Maisha ya umoja. Kwa anasema hivi, muenende kama inavyostahili wito wenu kwa unyenyekevu wote na kwa uvumilivu na kwa kila kitu. Anasema kwamba mkijitahidi sana kuhifadhi umoja wa Roho Mtakatifu. Swala la umoja katika kanisa ni swala la kujitahidi kulifikia. Sio swala linalokuja tu automatically. Tunaweza tukawa tunaabudu kanisa moja na tusiwe na umoja. Na haipaswi kuwa hivyo. Kwa kila muamini anapaswa kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Na napenda maneno kujitahidi kwa sababu yanaelezea uhalisia wa hilo jambo.
tunajitahidi kwa mambo ambayo yana nguvu inayofanya kazi kinyume na kile tunachopaswa kukifanya. Najitahidi kwa sababu yako mambo mengi ambayo yananifanya nivunje na kuharibu umoja. Ndio maana najitahidi kuutuza umoja. Yaani unapokuja tu kanisani utakutana na mtu ambaye kwanza tu jinsi anavyoonekana anakuchekesha. Yaani kakuchekesha. Tu jinsi anavyoonekana, jinsi alivyovaa, jinsi alivyopangilia rangi, yaani anakuchekesha. Pili anakukwaza. Haumfurahii hata akisema tembea yake, jinsi alivyo, makeke yake, haumfurahii. Kwa tunazo sababu nyingi sana zinazotutenga na waamini wenzetu, na ndio maana tunapaswa kujitahidi kutoruhusu kutengwa na waamini wenzetu. Ni issue ya kujitahidi. Kwa hiyo sasa, aina hii ya maisha ya umoja, kunyenyekeana na kuchukuliana ndani ya kanisa ndio inayorahisisha ufanisi wa huduma na karama ndani ya kanisa. Imeeleweka vizuri watu wa Mungu? Kwa ndio utaona anasema kwamba chukulianeni, nyenyekeeni, fadhili umoja wa roho katika kifungo cha imani na amani na kila kitu. Halafu anakuja kuelezea zile huduma ambazo Yesu aliziachilia kwa kanisa. Anasema wengine walipewa kuwa walimu, wengine wachungaji, kwa kusudi la kukamilisha mwili wa Kristo. Kwa utaona kabla hajaanza kuhubiri juu ya uwepo wa hizo karama na hizo huduma, anasisitiza kwanza haja ya umoja, kwa sababu huduma yoyote ikiangushwa kwenye kusanyiko lisilo na umoja huwa haifanyi kazi. Huduma ili iwe fanisi, ili izae matokeo, iwekwe kwa watu wenye umoja. Kuna watu Paulo anawaambia ifadhili umoja, tuzeni umoja, na anasema maana huyo Mungu alitupa wengine kuwa wachungaji, wengine hivi na vile. Kwa wana karama tofauti tofauti na huduma tofauti tofauti, na utofauti katika huduma, karama na utendaji wao haupaswi kututenga na kutupa teams. Unapaswa kutukusanya. Kwa kwamba akisimama fulani anahubiri vizuri tofauti na fulani, anaibisha vizuri tofauti na fulani, haipaswi kulifanya kanisa lianze kusema sisi ni wa fulani, tunamkubali sana huyo, hawamwezi. Na sisi ni wa fulani, huyo hawamwezi. Hatupaswi kuweka hizo timu. Tunapaswa wote kujengwa na kile ambacho zile huduma zinafanya. Kwa hiyo jambo la kwanza muamini anaweza kalifanya likamhuzunisha Roho Mtakatifu ni kuharibu hali ya ustawi wa kanisa. Fanya chochote kinachoharibu ustawi na furaha ya kanisa, umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Hata kama kanisa halitaonesha kuhuzunishwa na wewe, lakini ndani ya roho yako utajua kabisa kwamba kuna kitu hakijakaa sawa mahali fulani, hasa kama una akili timamu. Na ndio sababu ya kwa nini msisitizo wangu mkubwa mimi ni kwamba ukishakuwa, tena sio msisitizo wangu mkubwa, ni msisitizo wa maandiko, ukishaamini na kuwekwa ndani ya familia ya Mungu, jamani, hebu tuelewe ukubwa na gharama ya wokovu na gharama ya ile kuwa sehemu ya familia katika familia ya Mungu. Tuelewe hiki kitu vizuri. Ukishaokoka na kujitiisha kwenye familia fulani ya Mungu, elewa kwamba mpaka maamuzi yako kwenye maisha yako binafsi yataamuliwa na familia ya Mungu, Mungu alipokuweka. Kwa hiyo ukiona umeokoka na unadhani kwamba unaweza kuyaendesha mambo yako binafsi na wengine pale kanisani hawapaswi kuwa na usemi kwenye mambo yako, upo njiani kupotea, na umetaka kupotea, kwa sababu kupotea ni jambo la kutaka. Mtu huwa anachagua na kuamua kupotea. Aina ya maisha ya kusanyiko, aina ya mafundisho ambayo Mungu anayaachilia kwenye kusanyiko yanapaswa kuathiri mpaka machaguo yako binafsi. Kwa kuna mambo sitayafanya kwa sababu yanalihuzunisha kusanyiko la Bwana. Kuna mambo sitayafanya kwa sababu yanalizuia kusanyiko la Bwana kufanya kazi ya Mungu kwa ubora. Kwa kama mimi nipo hapa mtaani na nimefanya skendo hapa mtaani, na kesho tuna kazi ya kushuhudia, na watu wanaoshuhudia mimi ndio natoka kanisani kwao, na kuna skendo imefanyika hapa mtaani, wote wanaijua, hivi wewe ujasiri wa kushuhudia tutatoa wapi sisi? Niambieni, tunatoa wapi ujasiri wa kushuhudia? Yaani tafuteni na vitu vigumu sana. Twende tu yani kigumu kama wana twende bwana, aliye mkamilifu ni Mungu peke yake. Tutaianza na hiyo mtaani, tutaanza na Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, aliye mkamilifu ni Yesu peke yake. Sikizeni neno la Bwana. Kwa nini unatupa kazi ya kujitetea? Yesu anisaidie na akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Angalia maandiko kwenye sura ya 9 ya kitabu cha sura ya 10 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 10, na malizia hapa haraka sana ili nisichukue muda wako mrefu. Sasa kuanzia kwenye sura, haya maandiko wanapenda kuyasema mara nyingi.
kuanzia kwenye sura ya 8 ndio kuna muktadha wa hii sura na mstari ambao naenda kusoma. Nimezungumza mara nyingi kwenye sura ya 8, ya 9 na ya 10 ya Wakorintho wa kwanza. Mtume Paulo alikuwa anajibu maswali kama ni sawa kushiriki chakula kilichoandaliwa na mtu ambaye hajaamini, ni sawa kushiriki? Ndio anatoa maelekezo mengi pale. Na katika maelekezo yote ambayo anayatoa Mtume Paulo anasema hivi, tunapaswa kujifunza kulimit uhuru wetu. Jambo linaweza lisiwe dhambi na likawa limekupa uhuru ulifanya kwa namna yoyote, lakini kwa ajili ya maslahi mapana ya watu ambao hawana uelewa kama wako, jifunze kujilimit katika uhuru wako. Anajitolea kwenye sura ya 9 mfano yeye mwenyewe anasema hivi, mimi ni mtume kama walivyo wengine wote. Mimi ni mtume, nina haki ya kuomba financial support kwenu kabisa, kuambia jamani, naombeni financial support na wapandia vya rohoni na nyinyi nipeni vya mwilini. Tena natoa mfano, anasema imeandikwa tangu kwa huyo Musa kwamba usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Niliweka hapa mfano nikasema kupura nafaka ni ile tendo ambalo unachukua wanyama ama watu wanaanza kuzitoa katika maganda, baadhi ya nafaka ambazo huwa zinakuwepo kwenye maganda. Sasa wanaanza kutoa yale maganda. Hiyo kazi ilikuwa inafanywa na wanyama katika taifa la Israeli. Na walikuwa wanafanya jambo la hatari sana, wakichukua wanyama wanawaweka katika hilo eneo lenye mazao ili wakanyage yale magamba yatoke, ile mbegu ya ndani ipatikane. Hawa jamaa kwa uchoyo waliokuwa nao walikuwa wanawafunga ng'ombe vinywa, kwamba wakati wa kufanya hiyo kazi asionje chochote. Sawa? Ndio Paulo anasema hayo mambo Musa aliyaandika sio kwa ajili ya ng'ombe, ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu, kwamba msiwafunge vinywa wanapotakiwa kula matokeo ya matunda ambayo wanayazalisha ndani yenu. Mimi sinakuhubiria hapa wewe. Wewe unaelewa kile ambacho Mungu anakuambia. Wewe unaenda kufanyia kazi kule kazini unapata matokeo. Wewe kwa nini unanifunga mimi kinywa wakati napura nafaka? Kwa nini nataka tushie hayo matokeo? Yaani mimi nafanya kazi ya kutokelezesha tunda zuri, natoa gamba la nje na kufanya kwa neema ya Mungu uwe mtu ambaye Mungu anakusudia uwe. Na bado katika kazi hiyo unanifunga kinywa. Kwamba mzee utapiga hii kazi ukiwa umefunga kinywa, hakuna kitu cha kwangu utagusa. Hautagusa. Ndio kitu ambacho wanafanyia wale wanyama kule, na wafunga vinywa. Kwamba hamtagusa chochote. Malizeni hiyo kazi, tunawatoa mwendelee na shughuli zingine. Sasa Paulo anasema imeandikwa usimfunge ng'ombe kinywa apurapo nafaka. Anasema je, Musa anayeandika hayo kwa ajili ya wanyama? Anasema hapana, ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Anasema hivi, angalia sana kuzungumza, anasema kwa hiyo hayo yote yananihalalisha mimi kama mitume wengine kudai financial assistance kwenu. Alafu anasema lakini mimi sitautumia huo uhuru wangu vibaya. Sitakaa niseme sihubiri mpaka mnipe financial assistance. Anasema mimi mnipe msinipe, kwangu mimi kuhubiri ni ole. Nisipohubiri hiyo ni balaa kwangu. Haijalishi wewe unafanya nini kwangu mdau, lakini mimi nina kazi, nina ole ya kuhubiri. Kwa anaonyesha namna ambavyo ana uhuru wa kufanya mambo yote kama mtume yoyote, lakini ameulimiti uhuru wake na kuchagua njia yake, kwamba sio vibaya kudai financial assistance, lakini mimi sitatumia huo uhuru. Hiyo ndio maturity. Mtu aliyekomaa kiroho anajua afanye nini na uhuru wake katika Kristo. Anajua. Maandiko yanaandika katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13, maana ninyi ndugu mliitwa ili muwe huru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuutumikia mwili, lakini tumikianeni kwa upendo. Ndio maandiko yanazungumza. Sasa angalia, baada ya yote hayo kwenye mstari wa 10, kwenye sura ya 10, angalia sura ya 10. Sura ya 10 tuanzie ule mstari wa 20 au mstari wa 19. Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile vilivyotolewa sadaka wavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Yaani mtu huyo tunamwona leo yupo kwa Harmonize, kesho tumuone kanisani. Yaani angalia anapomalizia hapa, anasema hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au twamtia Bwana wivu? Yaani wakati lazima ujiulize, wakati upo pale unafanya hiyo kazi hapo, Mungu wa mbinguni anakutazamaje? Au unataka tu kumpa wivu? Okay, kama Mungu anaweza kuona wivu, maana yake ana hisia. Tunaelewa vizuri kwamba akiniona mahali nisipopaswa kuwa anajisikia wivu. Kama wewe na mke wako tu. Kimsingi agano la ndoa ni mfano wa namna Mungu anavyohusiana na kanisa. Kwa chochote ambacho mke wako ama huyo rafiki yako kwenye mahusiano akifanya kinakuudhi, ndio uelewe ndio sababu kinamuudhi Mungu. Kama wewe ukamwacha mke wako aende kila mahali na mwambie uko
Stop hapo na kufuata hapo, tulia hapo, usitikizike hapo hapo nakuja. Anataka kuchukua bodaboda, hapana, acha bodaboda nakuja. Anachukua bodaboda, nipe niongee na bodaboda. Unaitwa nani? Wewe umeokoka hiyo bodaboda. Unaabudu wapi? Njia unayopita ni ipi? Maswali mengi sana. Kwa sababu ya wivu. Mungu pia kwa mali zake kwa watu wake huwa hivyo. Ndio maana hafurahi kukuona kwenye kila madhabahu. Hafurahi. Ila wewe utafurahi. Kwa sababu wewe unajali hela. Yaani wewe kipimo cha nini ufanye ni hela, ni sifa. Ndio kipimo chako. Lakini mtu aliyekomaa kiroho hicho sio kipimo chako. Tuendelee mbele kidogo. Anasema, au tumtia Bwana wivu. Je, tuna nguvu zaidi yake? Yaani akiamua kuachia wivu wake sasa, tuna nguvu zaidi yake. Akiamua kutenda kwamba hii ni mali yangu na iko hapa, kwanza nifanye vurugu hapa, nivuruge kila kitu, tuna nguvu ya kuhimili hasira ya Bwana. Baba, mke wangu yupo mule ndani, subiri. Usifungue mlango, nitaingia na teke moja hivi. Nitaingia mpaka ndio hodi yangu. Kama Mungu naye ataamua kwamba mtoto wangu yupo pale katikati, subirini niingie na radi. Tulieni, mwacheni mpaka mwanangu ashike mic ndio naingia na radi. Wewe utahimili hiyo kitu? Hautaweza kuhimili. Angalia mstari 23. Na upenda mstari 23. Uweke mstari, pigia mstari na malizia hapo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Anaendelea. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Kwa swali la msingi la kujiuliza, hiki sawa ni halali, kinaruhusiwa, ni legal, kisheria kimekaa sawa. Je, kina uwezo wa kunijenga kiroho? Je, kina uwezo wa kunifaa? Kama hakikufai, hata awe ni askofu amesimama akasema hiki ni halali tufanya hii, kama hakikujengi na kukufaa kiroho, kiache. Mstari wa 24. Angalia anavyosema, mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake. Watu wa Mungu, hata aina ya nguo tunazovaa, hizi nguo hizi nimevaa kwa ajili yenu hizi. Nikiwaga nyumbani, nakulaga tu starehe. Sina haja ya kuvaa nguo. Kwani nivae nguo niko mwenyewe? Tunajistiri kwa sababu tupo na watu. Kwa usije ukasema mimi navaa nipendeze mwenyewe. Hiyo nguo unavaa ni kwa ajili yetu. Yaani hiyo nguo ni mali ya watazamaji. Kwa hiyo tukisema hii nguo haijakaa vizuri, tusikilize vizuri kwa sababu navaa kwa ajili yetu. Watu wangu mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Hebu mtikise jirani yako mwambie unamuelewa mchungaji? Unafanya na kuvaa kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yako. Kwa hiyo sasa anasema mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake. Kwa chochote unachokifanya, chochote unachovaa, mazungumzo yako yote, jiulize, anaposikia jirani yangu hata kwazika? Anapoona jirani yangu hata kwazika? Hilo ndio swali la mtu aliyekomaa kiroho, anajiuliza. Angalia mstari wa 25. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza. Hii inaelezea uhuru kwa ajili ya dhamiri. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote viijazavyo. Angalia. Haya maandiko ukiyatumia vibaya haya unaweza kugombana na watu pia. Umekaa kwenye nyumba ya watu ambao baadhi ya vyakula awali, wewe ukasema leta kitu moja, nataka hiyo kitu moja ipite hapa mbele hapa kwenye nyumba hapa, ipite hapa ileta. Na yeye ni mtu wa imani nyingine, anaamini hizo kitu, hataki kwanza kwenye nyumba yake. Unasema nitakula, njoo nikuonyeshe maandiko mzee, hii hapa. Tule bila kuuliza. Kwa kweli utagombana naye sana. Kwa kuna namna ya kulimit hiyo uhuru. Anasema ni kweli dunia na vyote ni mali ya Bwana, lakini wewe tumia huo uhuru kwamba vyote ni mali ya baba yako, utumie vizuri. Ili usije ukagombana na watu, ukala kila kitu, ukawakwaza katika kila kitu. Angalia mstari unaofuatia pale. Na mtu asiyeamini akiwaalika, nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza. Kwa ajili ya dhamiri. Umeenda Iringa, wamekuwekea nyama. Unaona nyama ni nyingi pale kuliko ugali, kula tu. Usianze kuuliza, huko nyama ni bei rahisi, utamwambia ni mbwa mama fulani amezaa juzi. Kwa hiyo ametusaidia. Wewe kula bila kuuliza. Sasa angalia anamalizia pale. Anasema lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile, kwa ajili yake yeye alionesha na kwa ajili ya dhamiri. Angalia. Kwa hiyo tuna uhuru wa kula kila kitu, lakini katika kula kama mmoja wetu ataonesha shaka kwamba hivi jamani, hiki kitu tunachofanya ni sahihi kweli, anasema sasa msifanye. Sababu kuna baadhi ya watu wameonesha shaka na hicho kitu. Tuchukulie kwenye issue ya mavazi. Kuna baadhi ya mavazi ambayo yana shaka miongoni mwa waamini. Sawa watu wa Mungu, Anasema kikishakuwa tuna ukakasi, usikifanye. Kikileta tu ukakasi, usikifanye. Kwa nini usikifanye? Anasema kwa ajili ya dhamiri. Kwa ajili ya dhamiri.
Hebu angalia ni dhamiri ya nani sasa? Angalia. Usiseme mimi moyoni inasikia amani, haijajukumu kabisa, wewe utajua mwenyewe. Angalia ni dhamiri ya nani tunayoifuata. Mstari 29. Nasema dhamiri, lakini si yako, bali ya yule mwingine. Sawa? Kwa sababu ya dhamiri ya mwingine, sio dhamiri yako. Wewe moyoni mwako unaweza ukasikia amani kabisa kufanya hivyo, lakini kama dhamiri ya mwingine ina shaka, usifanye kwa ajili yake. Usifanye kwa ajili yake. Kwa anasema maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mwingine? Ikiwa mimi ninatumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini tukanwe kwa ajili ya kitu nikishukuricho? Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Umeona maneno, mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa kila unachokifanya, jiulize, kinampa Mungu utukufu? Kama akipi Mungu utukufu, kitamhuzunisha Roho Mtakatifu. Sawa watu wa Mungu? Kama akipi Mungu utukufu, kitamhuzunisha Roho Mtakatifu. Na upenda kwa mapenzi yangu yote, mstari wa 32. Anasema hivi, msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Pigia mstari wa maneno, mstari wa 32. Awe yakae ndani ya moyo wako. Msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Wayahudi walikuwa wanaonekana ndio watu wa dini, ndio watu wa dini kimsingi. Walikuwa ni watu wa dini, wameishika sheria ya Musa vizuri. Anasema hao pia muwajali, msiwakoseshe. Wayunani ni watu wa mataifa ambao walionekana hawana hata Mungu. Hawana Mungu kabisa. Anasema pia hao msiwakoseshe vile vile. Alafu anasema na kanisa la Mungu, watu wenye Mungu kabisa, nao msiwakoseshe. Kwa hiyo kumbe mwenendo wangu lazima ukubaliane na viwango vya maadili vinavyokuwa displayed kwenye jamii ya watu ambao hawajaokoka, jamii ya watu waliookoka, na hata jamii ya watu wasiomjua kabisa Mungu. Yaani wakiniona wasema kwamba huyu jamaa ni tofauti na watu wote hapa. Mwenendo wangu huo ni mwenendo wa muumini. Hiyo itarahisisha injili kwenda. Sisi tuliookoka haimaanishi kwamba tunaka kijiji chetu, tunaishi mahali, tunaishi kwenye jamii hizi. Kwa jamii na viwango vyake fulani vya maadili ambavyo na sisi tuko chini ya hivyo viwango. Usifanye mambo ambayo kwenye jamii yako yana tafsiri ya tofauti. Usifanye. Hata kama umejifunza kwamba hili halinaga shida. Lakini kama uko kwenye jamii ya watu ambao wanalitafsiri vibaya, as we are speaking sasa hivi tunavyoongea, kuna wamishenari wapo kwenye nchi za Uarabuni wanavaa kama Waarabu. Wapo kwenye nchi za Waarabu wanavaa kama wao. Kwa nini? Kwa sababu wapo kwenye jamii za watu. Na kuna viwango vya maadili kwenye jamii ya kila kundi. Kuna viwango vya maadili. Kwa wokovu wako uanze kusubmit kwenye viwango vya maadili, mahali Mungu alipokuwa. Mungu na atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Hautalifanya hilo, umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Wala hamna mjadala mwingi. Umemhuzunisha Roho. Sababu muktadha wa ule mstari wa 30 kwenye Efeso 4 anaposema msimhuzunishe Roho Mtakatifu ni matokeo ya muendelezo wa kile ambacho ameanza kukizungumza kuanzia kwenye mstari wa kwanza. Hebu angalia tumalizie mstari wa 33. Anasema vile vile kama mimi niwapendezavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe, ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Kwa kila ninachokifanya najilimit kwenye hiyo mipaka ili kuwavuta watu kwenye nini? Kwenye wokovu. Hilo ndio lengo, kuwavuta watu kwenye wokovu. Watu waone inafananaje kijana kuokoka. Sasa hauwezi kama umeokoka alafu wewe mdomo wako ni mchafu, haueleweki pale mtaani. Haiwezekani. Lazima watu waone inafananaje mtu kuokoka. Na waone kutoka kwao. Ukishindwa kufanya hivyo, umemhuzunisha Roho wa Mungu. Sasa nimemalizia hapa. Naomba nikusomee sura ile ya 4. Tukimbie kwenye sura ya 4 ya Efeso. Haraka sana tukimbie, kuna vitu vichache pale nikuoneshe. Baadhi ya mambo pia ambayo yanamhuzisha Roho Mtakatifu. Nimesema cha kwanza ni kuvuruga ustawi wa kanisa kwa mwenendo, maneno na matendo yako. Hilo linamhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa muamini mwenye akili timamu huwa hafanyi mambo kama mtu asiye na familia ya kiroho na hata ya kimwili. Ukishakuwa aina fulani ya muamini ambaye wazazi waliokuzaa hawana usemi juu yako, wala mchungaji anayekuchunga kiroho hana usemi juu yako, yani wote wanakuogopa, kwa kweli taarifa mbaya ni kwamba wote wanakusindikiza kwenye anguko. Watakuona unapotea na hakuna atakayeinua kinywa chake kukwambia. Kwa sababu wewe ni mkali, ukiguswa ni mkali. Ni maisha yangu, mniache nimesikia. Hamna mtu mwenye maisha yake. Unasema ni maisha yangu, unalingia mwenendo wako ambao ni matokeo ya mikono ya mtu mwingine pia. Tunaelewa vizuri?
Unalingia kiatu hicho, aje nimenunua mwenyewe, najua nimenunua wapi kwa hela yangu. Hicho kiatu amekuuzia mtu mwingine. Asingekuuzia usingekuwa nacho. Hauna maisha yako. Kila ulicho nacho ni wengine wamekileta kwako. Hauna maisha yako. Tunabishanaga na Roho Mtakatifu kwenye hayo maeneo. Sometimes wala hakuna mtu aliyekusemesha chochote. Wewe tu ukiwa chumbani kwako unaanza kujipanga. Na ukifika kwenye hii hali, uko kwenye hali mbaya, unaanza kujipanga, acha nivae hivi, nikienda kanisani atakayenisemesha tutamjibu 1 2 3 4. Yaani hujasemeshwa lakini upo chumbani unajipanga kujibu watu. Hivi muona ulivyo na hali mbaya. Mimi leo sijaenda kanisani. Lakini nataka kuniuliza tuseme 1 2 3. Yaani upo chumbani unajiandaa kutoka, unajipanga utaenda kusema ni ukifika kwenye hiyo point mbona uko pabaya sana? Kwa nini tu usiishi maisha ya uhuru tu? Maisha ya uhuru tu. Bwana ukuja kanisani kwa nini? Aisee nilichoka kweli. Yaani sikuwa na hamu ya kupanda gari. Sikuwa si nifanya uhuru tu. Bwana nilisikia umemsema mwingine vibaya, unajua bwana ubinadamu ndugu yangu, hili nitoka. Kwa nini usiseme hivyo tu? Yaani kwa nini wewe kila mara unapokuwa umekosea unatafuta haki kwenye makosa yako? Kwa nini? Kwa nini unatafuta? Hiyo ni kiburi, ndio kinaitwa kiburi cha uzima. Kwamba wewe kwanza hawaji kukosea, hujaji kukosea wewe. Ni wengine tu kwa hata kwenye makosa yako ni kwa sababu alianza yeye kukosea. Mungu akusaidie na anisaidie katika jina la Yesu Kristo. Tusimhuzunishe Roho kwa namna hiyo. Kwa pale kusoma kwenye sura ya 4 kuna mambo kadhaa yanamhuzunisha Roho za kuanzia mstari 17. Anasema basi nasema neno hili tena nawashuhudia katika Bwana, msienende kama mataifa yaenendavyo. Jambo la pili, kinachomhuzunisha Roho ni kuiga mwenendo wa watu ambao hawajaokoka na kuufanya kuwa mwenendo wao. Inamhuzunisha Roho sana sana. Kwa sababu kienda kwenye mstari wa 20 anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Kwa sababu tumejifunza Kristo kwa namna fulani, tunapaswa kudemonstrate mwenendo unaomfanania. Tusikioneshe kile ambacho hatukujifunza kwa Kristo. Yesu mwenyewe anasema jifunzeni kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wewe hiyo kiburi umeitoa wapi? Unajifunza kwa nani? Maana sio kwa Yesu Kristo. Anaendelea pale, angalia jambo lingine la pili. Kwa hiyo nimesema la pili tumesema ni kuiga mwenendo wa watu ambao hawajaamini. Huku kutamhuzunisha Roho Mtakatifu. Angalia mstari 25 pale. Uongo, kusema uongo kutamhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa sababu basi uvueni uongo mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Kwa kuzungumza uongo kutamhuzunisha Roho Mtakatifu. Tena mbali na hivyo, kuzungumza uongo kutaharibu mahusiano. Ndio anasema kwa sababu nyie ni viungo, kila mmoja sawa na kiungo cha mwenzake, msiambiane uongo. Jambo linaloweza kuharibu mahusiano ya viungo viwili vilivyoshikana kwa muda mrefu na vimeshikana vizuri sana, jambo linaweza kuharibu huo muunganiko ni uongo. Uongo unaweza kuharibu kwa haraka. Kwa kama uongo unaweza kunihuzunisha mimi nikijua umenidanganya, vipi kuhusu Roho wa Bwana? Vipi kuhusu Roho Mtakatifu? Itamhuzunisha Roho Mtakatifu. Angalia mstari wa 26. Hasira na uchungu vinamhuzunisha Roho Mtakatifu. Hasira na uchungu. Tena pale mstari wa 27 anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Maana yake anazitaja tabia zinazompa ibilisi nafasi, ikiwemo hasira na uchungu. Nishakufundisha mara nyingi kwamba uchungu ni matokeo ya kuumizwa. Na kwa sababu sisi ni viumbe vya kihisia, ukiumizwa si lazima umie mtu wa Mungu. Lakini uchungu na hasira isiyoshughulikiwa huwa inakuwa mlango wa adui. Kwa hiyo ili usimpe ibilisi nafasi, deal na tabia ambazo huwa zinamfungulia ibilisi mlango kwa haraka kucheza na maisha yako. Hasira na uchungu. Twende pale mstari wa 28. Wizi, anasema muibaji asiibe bali afanye kazi apate cha kumgawia mwenye kuhitaji. Na hapa nikufundishe vizuri. Kumbe lengo la kazi yako, yani umefanikiwa na kustawi kiasi gani katika kazi yako, ni kuweza kuwasaidia wahitaji. Hivi unajua hujafanikiwa sana mpaka watu waanze kufanikiwa kutokana na mafanikio yako. Kiwango chako cha mafanikio kipo kwenye unawasaidia kiasi gani wengine wafanikiwe na kujikwamua kutoka mahali walipo. Ndio anasema muibaji asiibe tena bali afanye kazi kwa mikono yake apate kuwa na kitu, sio ili ajineemeshe yeye, kuwa na kitu cha kumgawia mwenye kuhitaji. Hiyo ndio level kubwa kabisa ya mafanikio ya mtu. Huwa tunafurahia maisha kwa kadiri tunavyowagusa wengine.
Hivi mwae kujua hiki kitu kwamba mtu fulani alikuwa na uhitaji fulani, halafu wewe ukasimama mahali pa majibu ya uhitaji wake, kuna ka feeling uwaga kapo ndani unakasikia kwamba nimekuwa jibu la huyu mtu hapa. Hiyo feeling inatakiwa iwe maisha yako ya kila siku katika jina la Yesu Kristo. Namalizia hapa uchungu, mstari wa 31. Sasa mstari wa 30 kabla ya 31. No, mstari wa 29 kwanza anasema neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Kwa maneno mabaya tunayoyasema yanaweza kumhuzunisha pia Roho Mtakatifu. Lisitoke kinywani mwenu, bali toeni maneno yaliyo mema yenye kuwafaa wahitaji. Kabla hujamjibu mtu, kabla hujamwambia mtu, jiulize, hivi hili nalomwambia litamuinua ama litamuua pale pale? Kwa anasema maneno yenu yawe yenye kuwafaa wahitaji. Mstari wa 31, uchungu na ghadhabu visitajwe kwenu. Kwanza 30 pale anasema kwamba kwa hiyo msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri. Kwa zile tabia zote mbaya ambazo tumeziangalia pale juu zina uwezo wa kumhuzunisha Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio pale mbele anamalizia anasema uchungu pia na ghadhabu vinaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Huku mbele kwenye sura ya 5 anaendelea anasema uasherati na tamaa mbaya zinaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Anataka tusome sura ya 5 kuanzia mstari wa 3. Lakini uasherati usitajwe kwenu. Sio tu usionekane wewe ni muasherati, hata dalili ya watu kukuhisi kwamba wewe una hizo tabia zisitajwe kwako. Zisitajwe kwako. Anasema wala uchafu wowote wa kutamani kama wastahili watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Vyote hivi vinamhuzunisha Roho sana. Wakati ambao Roho anamtumia mtu mwingine kukuelekeza njia ikupasayo kwenda, wewe ni mbishi mpaka anasema sikiliza, sasa hivi ni saa 12, tunaamka kesho, tuachie hapa, tukirudi kesho tunaanzia hapa. Kwa ubishi ulionao, ubishi, yani wewe unajua kila kitu. Unaambia hiki kitu haipo hivi, nasema hapana, hivi mimi ndivyo nilivyojifunza, hivi ndivyo itakavyokuwa. Haipo, una resist huduma ya Roho Mtakatifu kupitia wengine kwa sababu ya ubishi wako ulionao. Hata kazini mpaka inafikia point wanasema mwacheni afanye anavyoweza. Mwacheni afanye anavyoona. Ubishi, uchafu wowote wa kutamani tuwache. Ukasema haya hayapendezi, bali afadhali kushukuru, maana neno hili nalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki nini impendezayo Bwana. Hiyo ndio kazi yetu, kuangalia nini kinachompendeza Bwana. Yanayonipendeza mimi ni mengi kuliko yanayompendeza Mungu. Fanya yanayompendeza Bwana. Kwa nini fanya yanayompendeza Bwana? Kwa sababu lengo ni usimuhuzunishe Roho wa Bwana. Kwa nini kinamhuzunisha Roho Mtakatifu? Ni tabia zote ovu ambazo hatujazishughulikia ipasavyo. Jambo la mwisho nataka uandike mwishoni kabisa hapa. Roho Mtakatifu kwa nini anahuzunika? Kinachomhuzunisha Roho Mtakatifu sio kwa sababu anaogopa dhambi au tabia mbaya tunazozifanya. Nilishasema yeye ana kiwango cha uvumilivu ambacho anaweza akakaa katikati ya tabia zote mbaya na isimgeuze chochote katika utakatifu wake. Ana kiwango hicho cha ustahimilivu. Wewe si umekuja juzi hapa 1900 sio na ngapi hapo, lakini Roho amekuwepo tangu dunia inaanza. Maovu yote unayosoma wewe leo yeye ameyashuhudia macho kwa macho. Hakuna kitu kigeni wewe utakifanya ambacho yeye hajawahi kukiona. Wewe utakuwa muovu kama kina Nuhu, kizazi cha kina Nuhu? Hapana, yote hayo ameona. Kwa maandiko yanasema msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, sio kwa sababu anaogopa dhambi. Anahuzunika, andika hiki kitu. Tena uandike, ujiandikie wewe. Roho anahuzunika kwa sababu ya yale dhambi inayofanya kwenye maisha yangu. Sio kwa sababu ya kile dhambi inachofanya kwake. Dhambi haina uwezo wa kumuathiri. Dhambi inaniathiri mimi zaidi kuliko yeye. Kwa ile huzuni yake ni kwa sababu yangu, kwamba tabia na mienendo miovu na dhambi ninazoziendekeza zinaniathiri mimi zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo inamhuzunisha. Hiyo anahuzunika kwa ajili yangu. Kwa ukiona umeenda kwenye kamwenendo kasikofaa,
halafu roho ikaanza kuhuzunika huku ndani ya moyo wako, kwanza hiyo ni taarifa kwamba Roho Mtakatifu anakupenda sana. Hiyo ni taarifa ya kwanza. Ndio maana nimeuliza last week kule nyuma kabisa, nikasema wangapi wamewahi kufanya dhambi wakiwa wameokoka? Situnyosha mikono, hata mimi nilinyosha. Nikasema ulijisikiaje ulipofanya hiyo dhambi? Nikasema kuna kauchungu, kuna upweke fulani, kuna huzuni. Ile huzuni ndio huzuni ya Roho Mtakatifu. Anaiweka ndani yako kukwambia, mwanangu, pale kanisani pale, katika shughuli za hapa na pale, kuna mtu ulimwachia jibu. Wewe ulitoa kawaida kwa sababu kinywa chako na wewe kimekaa kinamna fulani hivi, kwa unaweza kuongea neno gumu, lakini ukaliona ni kawaida. Ila yeye alilipokea kwa uzito. Sasa yule mtu anahuzunika. Kwa unajikuta basi. Lakini pia mpaka haja wale kujibu vibaya. Mbona kuna huzuni kanaanza kuja. Sasa kama una akili timamu ndio unachukua simu. Sasa ndugu yangu, bwana ulimi ni kiungo kidogo sana hivi. Ila sasa nisamehe bwana, yani niliponyoka nikaliachia. Simeishia hapo. Sasa usianze tena kutengeneza mlolongo uwe mrefu kwamba lakini na yeye kuna kitu alikiongea. Roho akishaweka hukumu ndani yako ushughulikie kwa haraka. Hiyo inaonyesha kiasi gani na kujali na kupenda. Kwa jambo la kwanza, ukiona kuna aina fulani ya huzuni Roho anaiweka ndani yako, ni kwa sababu anakupenda. Na bado unajalisha sana kwenye mikono yako. Unajalisha sana. Wewe mwenyewe unajuaga kuna mwenendo ulikuwa nao, mwenendo wa maombi, ibada sasa hivi ufanye. Na kila mara ikifika muda ambao ulikuwa unafanya ibada zako binafsi ukakumbuka, ni kama umepigwa kofi kwenye moyo. Basi, mpaka muda wa ibada huo. Sio wao wanasema kweli. Mpaka muda wa maombi kwa jamani. Roho anakuambia wewe, mbona umeniacha na kusubiria kule haupo? Umepotea, unazunguka tu huko mtaani huko, upo na mzee Kikala na hisi yake ina mikosi. Ndio huko. Kwa nini usirudi hapa? Roho anakuita kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni ishara kwamba Roho anakupenda, lakini pia ni ishara kwamba anakuonea huruma kwa kile ambacho dhambi inaenda kufanya na wewe. Mungu akupe neema katika jina lenye uwezo la Yesu Kristo la kuwa mtu bora mwenye uwezo wa kuitikia huduma ya Roho Mtakatifu kwa mamlaka ya jina lenye uwezo la Yesu Kristo. Simama mahali ulipo katika jina la Yesu.